Asante sana wanakwaya kwa uimbaji mzuri. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Asubuhi ya leo nimeokoka. Kristo Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Vile mmeambiwa, kwa majina naitwa James Omondi Ogola. Mimi ni mmoja wa lay readers katika hii kanisa. Leo ni mara yangu ya kwanza kusimama hapa kuleta neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So nitachukua dakika moja nifanye nijitambulishe kidogo. James ni baba watoto watatu na mume wa Linda Nota. Linda ni mmoja wa walimu hapa Sunday School, Upendo Class. Ilipofika mwaka wa 2003 nilipokea Kristo Yesu akakuwa mwokozi wa maisha yangu. Bado nilikuwa kijana mdogo sana wa teens, lakini niliposikia neno la Bwana niliamua Kristo Yesu akuwe mwokozi wa maisha yangu. Huyo Mungu hajaniacha, amekuwa nami katika maisha yangu ya utotoni na ujana, na nimefika wakati sasa naelekea kuzeeka. Huyo Mungu amekuwa akinipigania, huyo Mungu amekuwa mwaminifu, huyo Mungu amekuwa mponyaji katika maisha yangu. Nakumbuka wakati nilipoamua akuwe mwokozi wa maisha yangu, nilimwambia kwamba Mungu umeniokoa nikiwa ngali mdogo. Mimi nataka unibariki na mimi nitakutumikia. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Mungu hajaniacha mpaka siku ya leo, nasema amekuwa Ebeneza katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu tusalimiane kwa sababu ukiwa hapa, by the way, sijai simama hapa, siwaoni vizuri kwa sababu ya hii light. So ukifanya mkono hivi ndio nitaona kama at least tuna communicate. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya wakati, neno ambayo nataka nitumie ni Mathayo mlango wa 7 kuanzia mstari wa 24 ambao tulisomewa wakati wa Injili. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mathayo, mwandishi wa kitabu hiki ni Mathayo mwenyewe. Jina lingine la Mathayo ni Lawi. Lawi alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu Kristo wakati huo, lakini kabla akuwe mwanafunzi wa Yesu, Lawi alikuwa mmoja wa wale ambao walikuwa wanakusanya ushuru katika hiyo serikali ya Warumi. Tunajua ya kwamba Wayahudi walipotoka Babiloni walikuja katika nchi yao, lakini hawakuwa na serikali yao, waliingia katika serikali ya Warumi. Na Warumi hapo walikuwa na watesa, walikuwa na mambo mingi ambayo walikuwa napitia wakati huo. So Mathayo wakati alipoandika Injili yake, alikuwa anawaambia Wayahudi ya kwamba Yesu amekuja kama mfalme wao. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anawaambia ya kwamba Yesu amekuja kama mfalme wao kwa sababu walikuwa wanatarajia kwamba kuna wakati mfalme mkuu atakuja. Na kichwa cha Injili yangu ya leo, nataka niongea kuhusu kujenga msingi imara kwa imani kupitia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kujenga msingi imara wa imani kupitia neno la Mungu. Na mada kuu ya Mathayo ilikuwa Yesu Kristo kama mfalme na Masihi, akisisitiza mamlaka yake, ufalme wake na uzito wa uasi. Wapokeaji wa hii Injili ilikuwa Wakristo wa Kiyahudi hasa, lakini pia waumini wote ili waone jinsi Yesu ilizotimiza Torati na manabii katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu mahali tumesomewa mafunzo ya Yesu akiwa milimani akifunza wanafunzi wake. Ukisoma hii mlango wa 7 inaanza katika mlango wa 5 ambao Yesu alikuwa anafunza wanafunzi wake
akiwa mlimani. Kumbuka ya kwamba wakati Yesu alikuja katika hii dunia, Waisraeli walikuwa wanapitia changamoto mingi. Nataka tuangalie changamoto zile ambayo Wayahudi walikuwa wanapitia wakati Yesu alipozaliwa Bethlehemu. Hao watu, vile nimeanza kusema ya kwanza, walikuwa katika nchi yao, lakini walikuwa katika serikali ya Warumi. Changamoto ya kwanza ambayo watu walikuwa wanapitia ilikuwa waandamizi wa kisiasa na kijeshi. Wanajeshi wa Palestini walikuwa chini ya utawala wa dola ya Kirumi. Tena Warumi walikuwa na askari waliodhibiti miji na viji, na mara nyingi walikuwa wanatumia nguvu dhidi ya upinzani wao. Tunajua Wayahudi walikuwa upinzani ya serikali ya Warumi, so walikuwa wanateswa wakati Yesu alikuwa amezaliwa Bethlehemu kwa watu Wayahudi. Pia Wayahudi walihisi kukosa uhuru wa kisiasa na walitamani masihi wa kijeshi ambaye itawaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mathayo sasa anaandika akiwaambia ya kwamba Yesu amezaliwa kama mfalme wao ambao atawaokoa katika hizo shida. Shida nyingine, walikuwa na mzigo wa kodi na uchumi mgumu katika hiyo wakati. Warumi walikuwa wamewekea kodi mzito juu ya watu na wakatoza ushuru, kama huyu Mathayo ambaye tumesomewa. Before hakuwe mmoja wa wanafunzi wa Yesu Kristo, alikuwa mmoja ambaye alikuwa anatoa ushuru, na ushuru waliwekewa mingi sana. Wengi walikuwa wakulima, wavuvi na mafundi wadogo wadogo waliokabiliana na umasikini. Umasikini ilikuwa imejaa katika hii nchi. Uchumi ilikuwa na pengo kubwa kati ya matajiri wachache na maskini walikuwa wengi. Bwana Yesu asifiwe. Pia changamoto ambayo watu walikuwa wanapitia wakati Yesu alipokuwa anawafundisha, ukosefu usawa katika kijamii. Tunaambiwa ya kwamba watu wa kawaida hawakuwa wanaishi, walikuwa wanatengwa katika jamii. Wanawake na wagonjwa mara nyingi walikuwa wanatengwa kijamii na kidini. Haleluya. So hao watu Wayahudi walikuwa na shida, walikuwa wanapitia mateso tofauti tofauti, lakini tunashukuru Mungu katika wakati huo Mungu hawakuwasahau. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto nyingine ilikuwa ya changamoto za kidini. Maandishi na Mafarisayo walikuwa wanasisitiza utii wa sheria na mapokeo ya wazee. Sheria hizi mara nyingi zilikuwa mzito kwa watu wa kawaida. Yesu alisema, ukisoma Mathayo 23 hapo mstari wa 4, anawaambia kwamba kujeni kwangu natawawekea mzigo nawezeka mzigo mzito juu ya mabega ya watu, lakini wao wenyewe hawataki kuibeba. Walikuwa nawekea watu mzigo mzito, lakini hao hawakuwa wanataka kubeba. Na Masadukayo pia walikataa mafundisho fulani ya kiroho kama ufufuo na wafu, na hii ilileta magawanyiko wa kidini. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu alipoenda mlimani akaanza kuwafundisha mambo mingi ambayo ilikuwa naleta furaha, ilikuwa naleta mioyo ya watu wajue ya kwamba bado Mungu anawapenda. Ukisoma kuanzia mlango wa 5 utaona mafundisho tofauti Yesu akiwafundisha wanafunzi wake na wale ambao pia walikuja kuwapokea hii mafundisho ya Yesu Kristo. Mlango wa 5 na mlango wa 6 na hadi mlango wa 7 utapata tofauti mafundisho ambayo Yesu alikuwa anawafundisha watu ambao walikuwa katika hiyo mkutano mlimani. Nataka tuone kwa uchache kidogo mafundisho chache ambayo Yesu alifundisha katika mlango wa 7. Hapo tunaambiwa ya kwamba alikuwa anafundisha kuhukumu wengine. Hapo mlango wa 7 kuanzia mstari wa 1 hadi 6 anawaambia ya kwamba Yesu akawaonya wasikumu kwa unafiki, mbali wachunguze kwanza, kwa sababu wakati huo watu walikuwa na
Watu walikuwa wanahukumu wenzao, walikuwa naona huyu ni mwenye dhambi, huyu anafanya nini, huyu anafanya nini. Lakini Yesu akawaambia wasihukumu wengine kwa yale yote. Ukienda mstari wa 7 hadi 12 anawafundisha mambo ya kuomba. Ukienda mstari wa 12 anaendelea kuwafundisha kanuni za dhabahu. Tena ukienda mstari wa 13 hadi 14 anawafundisha lango jembamba na pana. Anawaambia wafuasi wake wachague njia ngumu lakini ya uzima. Kuna mafundisho tofauti ambayo alikuwa anawafundisha hapo mahali. Sasa tumesomewa kuanzia 24 hadi 28. Sasa Yesu anawaambia ya kwamba, anaendelea kusema ya kwamba basi kila mtu asikie hayo maneno yangu na kufanya, anafananishwa na mtu mwenye akili. Bwana Yesu asifiwe. Anafananisha watu ambao wanasikia neno lake na kuyafanya na mtu yenye akili. Alafu anaendelea akisema ya kwamba na yule ambaye anasikia neno langu na aweki manane, atilii manane, pia anafananishwa na mtu pumbavu. Anasema ya kwamba kuna watu wawili walijenga nyumba, na wafananisha na wajenzi wawili ambaye walijenga nyumba yao. Biblia inatuambia ya kwamba mjenzi wa kwanza ambao alijenga nyumba yake kwenye mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alijenga nyumba, lakini Biblia inatuambia ya kwamba ilifika wakati mvua ilinyesha na mafuriko ikakuja, lakini Biblia inatuambia nyumba yake ilisimama kwa sababu alijenga kwenye mwamba. Lakini ya pili, Biblia inatuambia yeye alisikia neno la Bwana, lakini hakuna jambo alifanya, alisahau, akaenda akafanya vitu zake. Yeye pia Biblia inatuambia alifananishwa na yule alijenga nyumba yake lakini kwenye mchanga. Yeye pia mvua ilikuja, lakini Biblia inatuambia ya kwamba nyumba yake ilianguka. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo wapendwa, mara mingi tunakuja katika hekalu ya Bwana, mara mingi tunafanya yale ambaye kanisa inataka, lakini nataka niulize ya kwamba neno lako umeweka wapi? Neno la Bwana umeweka wapi? Unafananishwa kama yule alijenga nyumba yake kwenye mwamba, yule alijenga nyumba yake kwenye mchanga, yule Biblia inasema ni mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Ama wewe ni yule alijenga nyumba yake kwenye mwamba, yule Biblia Yesu anasema alikuwa na akili. Kuna wakati huu tunapoishi, wengi tunajenga nyumba yetu kwenye mchanga kwa sababu tunasikia neno la Bwana, lakini hatuweki manane kwa sababu ya vitu ambayo inatendeka katika hii dunia. Sometimes tunaangalia hapo nje, tunaona vitu ambayo inapendeza macho, ambayo inatutoa katika neno. Tunasema ya kwamba kwa sababu sisi ni binadamu, inafaa tuishi kama binadamu ya ulimwengu. Alafu tunaingia katika hiyo maisha. Biblia inasema ukisoma katika barua ya ukisoma Biblia, Paulo inamwambia Timotheo katika Timotheo wa pili mlango wa 3 ya kwamba siku ya mwisho itakuja ambao watu watakuwa watu wamejipendeza sana, au watakuwa watu ambao wamependa neno la Mungu, watakuwa watu wamependa vitu za ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wale ambao wanasikia neno lakini hawatii manane, wanajenga nyumba yao katika mchanga. Wacha nimwambie mpendwa, kuna siku inakuja, kama utakuwa umejenga nyumba yako kwenye mwamba, mafuriko itakuja na hiyo imani yako itaanguka. Lakini ukijenga imani yako kupitia neno la Bwana utasimama. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwahisi asubuhi ya leo, nimejua umekuja hii asubuhi ili upate neno, ili uanze siku kama uko na neno. Wacha nikwambie, inafaa ujenge imani yako katika mwamba imara ambaye ni Yesu Kristo. Kama unakuja kanisa, kama unafanya vitu za kanisa, unaingia katika meza ya ushirika, lakini
lakini una Yesu katika maisha yako, hiyo ni kama umejenga nyumba yako katika mchanga. Mvua ikikuja hata siku ya leo utaanguka na imani yako, lakini ukijenga imani yako katika mwamba ambaye ni Yesu Kristo, kupitia wokovu wa Yesu utasimama. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie ya kwamba Yesu anarudi mara ya pili, na wale ambao wamejenga nyumba yao katika mwamba ambao ni Yesu Kristo, ambaye anatembea katika wokovu, ambaye anatembea katika utakatifu, yule ndiyo ataingia, yule ndiyo atapata urithi wa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sinataka niwahimize asubuhi ya leo, sio jambo la kawaida tukukuja tu, inafaa uchukue hatua ili imani yako ujenge katika mwamba imara. Maybe unaweza kuwa uko hapa hujaipokea Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Maybe jamii yako hajaipokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Wacha niwaambie ya kwamba ni asubuhi njema ambao unaweza chukua hatua, useme ya kwamba leo, siku ya leo, nataka Kristo Yesu akuwe mwokozi wa maisha yangu. Nataka nijenge imani yangu katika mwamba imara ambaye ni Yesu Kristo, kwa sababu ukijenga katika mchanga hayo yote itapita. Biblia inasema ya kwamba ulimwengu itapita na vitu zote, lakini jambo ambayo itabaki ni neno la Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nishukuru Mungu ya kwamba tangu niopokea Kristo Yesu hajaye niacha, amenisimama na mimi, amekuwa akinilinda, amekuwa akiniponya. Nikiwa mgonjwa, yeye amekuwa akinifanyia jambo lolote katika maisha yangu, kwa sababu nimejenga imani yangu katika mwamba imara ambaye ni Yesu Kristo. Na wasi asubuhi ya leo ninapomaliza ya kwamba nataka ujiangalie, ukiona ya kwamba mimi kusema ukweli, mimi sijaipokea Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yangu, ingawa mimi ni mmoja wa watu wa St. Stephen takatifu, lakini maisha yangu sijaipokea Kristo Yesu. Asubuhi ya leo naweza chukua hatua, useme ya kwamba Mungu Baba, mimi ni mwenye dhambi, nataka nijenge imani yangu kwa imara katika Kristo. Sitaki nijenge katika mchanga, kwa sababu mvua itakuja katika maisha yangu, mvua itakuja katika jamii yangu, mvua itakuja kwa biashara yangu, mvua itakuja mahali naishi, lakini nisipokuwa kwako nitaanguka. Nataka nijenge kwa imara ambaye ni Yesu Kristo, ili mvua iponyesha nitasimama imara. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo maybe unaweza kuwa unatutazama hata huko kiwa nyumbani, unajitayarisha kuja kanisani na hujaipokea Kristo Yesu. Nataka nikuhimize asubuhi ya leo, ni vyema ukuje kanisa kama Kristo Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni mwema, Yesu ni mzuri, Yesu ndiye anayelinda boma, Yesu ndiye kila kitu katika maisha. Biblia inasema ya kwamba yeye ndiye Alfa and Omega, hakuna mwingine kama yeye. Yule yote ambaye amechukua Yesu kama mwokozi yake, ikiwa wewe ni mdogo au mzee, ikiwa wewe ni mama ama kijana, Yesu atasimama na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ecclesiastes mwandishi anasema ya kwamba mkumbukeni Mungu wakati bado nyinyi ni vijana, kwa kuwa ukiwa wazee atakukumbuka. Hata asubuhi ya leo naweza kukumbuka Mungu kama bado uko na uhai yako, kama bado uko na nguvu yako. Nguvu inapoisha, Mungu atakukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tuombe asubuhi ya leo. Maybe uko katikati yetu, lakini unaona ya kwamba mimi sijaipokea Kristo Yesu akuwe mwokozi wa maisha yangu. Unaweza beba mkono juu ili tuombe na wewe, ili tunapoanza siku ya leo, asubuhi ya leo, ukuwe wewe umeokoka. Naweza kuwa katika hii ibada unasema ya kwamba kusema ukweli, mimi nakujanga asubuhi, narudi nikitoka tu hapa kwa gate, maisha yangu ni ile ile, nimejenga katika mchanga, lakini leo unasema ya kwamba nataka nijenge katika mwamba imara ambaye ni Yesu Kristo. Naweza beba mkono yako juu ili tukusaidie kwa maombi. Maybe uko hata nyumbani unatutazama na hujapokea Yesu Kristo, wewe pia unaweza omba ili
upokee Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Tunaweza kuwa na mtu kama huyo hapa. Kama hakuna, wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakuabudu na tunakushukuru. Tunasema wewe ni mwema. Hakuna mwingine kama wewe, Mungu wetu aliye juu. Tunasema ni asante kwa sababu ya neno lako. Neno lako unasema ya kwamba hezi kuja irudi bila kufanya jambo lolote. Ni ombi langu ya asubuhi ya leo Baba, kwa wale ambao wanatutazama ama watu ambao katika hii ibada, kama kuna yoyote ambaye hajapokea wewe kama mwokozi yake, ama kuna mmoja ambaye amejenga imani yake katika michanga, Jehova, ni ombi langu uwaguze, uungane nao katika mioyo yao ili wajenge imani yao katika neno lako na katika mwamba imara ambayo ni wewe Yesu Kristo. Ni asante kwa wewe ni mwema, hakuna mwingine kama wewe. Tembea nasi Jehova hata siku mzima, kwa sababu nimeomba hayo yote katika jina la Yesu mkuu. Amina. Amina. Mbarikiwe.